Jambo la kwanza, tulipata uhuru mwaka 1961. Ukisoma vitabu vya kumbukumbu ya historia ya nchi yetu, unaweza ukaona ni kwa vipi wakati tunapata uhuru idadi ya wataalamu tuliokuwa nao kwa maana ya wasomi, lakini hata miundombinu ya elimu tuliyokuwa nayo. Leo tumesimama katika shule yetu ya msingi hapa kwa ajili ya uzinduzi wa ukarabati wa majengo haya madarasa 6 pamoja na vyumba vitatu vya walimu ambavyo kwa kweli ukiviangalia ukifika hapa unaweza ukasema kwamba unaenda kwenye cottages za hoteli fulani iliyoko hapo katikati ya mji. Lakini haya ni majengo ya shule ambayo serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imetufanyia ukarabati kwa ajili ya vijana wetu hawa kuendelea na masomo yao. Sasa nimpongeze sana Mheshimiwa Rais, tumshukuru sana kwa jinsi ambavyo ameendelea kutuletea fedha kwa ajili ya uendelezaji wa sekta ya elimu, lakini pia katika maeneo mengine. Lakini pia niwashukuru sana viongozi wa halmashauri, ofisi ya mkurugenzi pamoja na timu ya wataalamu kwa kweli kwa kusimamia mradi huu kwa viwango hivi tunavyoviona. Tumepita wote tumeshuhudia, tumeona kilichoko kule ndani. Ukiangalia hata majengo haya yalivyofanyiwa finishing, yalivyokarabatiwa na kukamilika, kwa kweli inapendeza na kufurahisha. Niwaombeni sana, fedha tunazoletewa kwa ajili ya shughuli za miradi ya maendeleo, tuendelee kuwa na moyo huu wa kizalendo wa kuhakikisha kwamba ile value for money inaonekana katika miradi tunayotekeleza. Sio tu kwenye sekta ya elimu, tunayo miradi mingi kwenye maeneo mengine na tunaletewa fedha nyingi, tunafahamu afya, sekta ya afya, lakini hata kwenye maeneo ya elimu. Kwa hiyo niwaombe sana tuendelee kuyasimamia kwa karibu na kuhakikisha kwamba miradi yetu inakamilika kwa ubora huu, ambavyo hata hawa wanaotuletea fedha wakipita kwenye maeneo yetu haya basi wanaridhika kwamba kweli kazi inayofanyika inapendeza. Lakini lingine niwaombeni sana basi tuyatunze haya majengo ili yaendelee kusaidia vizazi vijavyo. Vile nilikuwa nazungumza na baadhi ya wadau wetu wa elimu hapa Mbinga. Hii shule ina historia ndefu sana. Kuna watu wengi sana wamesoma hapa katika shule hii. Kwa hiyo tukitunza majengo vizuri, na wanaofuata siku za nyuma watakuja kutumia kwa ajili ya shughuli zao za kujipatia maarifa. Ndugu zangu, dunia leo ni dunia ya ushindani wa fikra, maarifa kichwani. Na sisi tunapopata huduma kama hizi za majengo mazuri ambayo yanasaidia vijana wetu kupata elimu, ni vizuri basi tukayatumia pia. Na niwaombe sasa vijana wetu tunayo majengo mazuri, na nyinyi sasa tumieni muda wenu mwingi katika kufanya nini? Kusoma. Tunawategemea tutapata wakina Dr. Samia wengi kutoka kwenu hapa, sio? Uongo kweli? Nani anataka baadaye aje awe Dr. Samia? Awe kama Dr. Samia. Wako wapi? Mmoja tu. Wale pale wako kibao, sio? Lakini ili tuje tuwe kama Dr. Samia lazima tufanye nini? Tusome. Kwa hiyo tutumie haya majengo vizuri kusoma. Kaimu mkurugenzi, mimi naomba niseme kwamba kama sehemu ya maadhimisho ya kumbukumbu ya siku ya muungano kati ya Tanzania na Zanzibar ambayo iliasisiwa na viongozi wetu mashuhuri wawili, Sheikh Abeid Amani Karume na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambao wametujengea taifa lenye umoja, lenye upendo. Hapa tukikutana, ukianza kumuuliza mtu kabila lake, hapa tumetoka maeneo mbalimbali, lakini huwezi ukajua. Tunakutana hapa kwa pamoja kama Watanzania. Ni kazi ya waasisi wa taifa letu, na niseme kwamba niko tayari kabisa baada ya kufanya ukaguzi wa majengo haya. Kwa kweli naridhishwa, na hata na wenzangu ambao tumeambatana nao tunasema kwamba majengo haya yamekarabatiwa kwa viwango vizuri, na mimi niko tayari kufanya uzinduzi huyo kama sehemu ya kumbukumbu ya siku ya muungano wa taifa letu kati ya Tanzania na Zanzibar. Mimi ni Mwalimu Stuart Adriano Kuziwa, afisa elimu sekondari wa halmashauri ya mji wa Mbinga, lakini kwa sasa na kaimu nafasi ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Mbinga. Kwanza nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa katika sekta yetu ya elimu. Leo hii Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya amezindua madarasa 8
madarasa 6 kutoka shule ya Mbinga, shule ya msingi Mbinga, na hapa Nyerere amezindua madarasa 2. Fursa hii ni njema kwa kizazi hiki cha Watanzania katika mustakabali wa nchi, hasa kwenye sekta hii ya elimu. Tunashukuru sana kwa jitihada hizo za Mheshimiwa Rais, na sisi tuko tayari kuitumia miundombinu hii vizuri kwa ajili ya manufaa ya kizazi hiki na kizazi kijacho. Nashukuru, asanteni sana. Tumeweza kutuwezesha kupata jengo zuri kama hili. Na pili, tunamshukuru mkurugenzi kwa kutuona, kwa sababu kuna shule zingine za kazi na hali mbaya zaidi ya sisi, lakini ametuona na ametufikiria na tumepata jengo zuri kama hili. Vile vile tunashukuru wataalamu, mainjinia, tumeshirikiana nao kwa kipindi chote cha ujenzi huu na mpaka tulipofikia. Ukisema neno la ziada nasema kwamba asante sana, tunawashukuru. Ila sisi kwa kwetu ni kilio, kwa sababu ni jengo la kwanza kati ya majengo ambayo tulipewa. Hii jengo toka enzi ya ukoloni, shule inaanza, lakini jengo jipya ambalo hata wazazi wenyewe tumefurahisha na tumeona kwamba tunatujali baada ya kupata hili jengo zuri. Ndio maana wazazi wenyewe bana, kabla serikali hawajafikiria, wao waligundua, waliona kwamba majengo yamechakaa, tukaanzisha nguvu ya wazazi na tumefikia pale, na bado tunaendelea kupambana walau tuendelee kulimaliza ile jengo, walau tuweze kuwalimu, kwa sababu wanapambana na wanafanya kazi vizuri, na sisi tunawashukuru, lakini na sisi tuonyeshe kwamba wao tuko nyuma yao, kushirikiana nao, ili mwisho wa siku tuwe tunafanya kazi, walimu wanafanya kazi kwa amani na kuona majengo yako sahihi. Baada ya kusema hayo, tunawashukuru sana na karibuni kwa mambo mengi. Kwa majina naitwa Maureen Jackson Mbere, ni dada mkuu katika shule ya msingi Nyerere. Nimekuja kuwakilisha wanafunzi wenzangu. Tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan, kwa kutuongezea mradi wa madarasa. Tunashukuru na viongozi wengine wote kwa kutuchangia. Tulikuwa na uhaba wa madarasa na sasa tumeongezewa madarasa. Asante.